Taarifa ambazo zimetoka hivi karibuni zinasema kuwa Canada imethibitisha kwamba itatekeleza hati ya kukamatwa ya mahakama ya kitaifa ya uhalifu yaani ICC dhidi ya waziri mkuu wa Israel ndugu Benjamin Netanyahu endapo ataingia nchini humo. Waziri mkuu wa Canada ndugu Mark Carney akitoa maoni kuhusu msimamo wa nchi hiyo ambao ulithibitishwa hapo awali pia na waziri mkuu wa zamani Justin Trudeau, alisema wazi kwamba nchi yake itatekeleza agizo la ICC, yaani jukumu la kisheria, kwamba Canada ni mwanachama mwanzilishi wa mkataba wa Roma unaounda ICC na kwa hiyo inalazimika kisheria kutekeleza hati ya kukamatwa za mahakama hiyo. Lakini ICC ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na waziri wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant mnamo Novemba 2024 kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza. Hati hizo pia zilitolewa kwa viongozi wa Hamas. Waziri Mkuu Carney ambaye pia aliongoza Canada kutambua dola ya Palestina hivi karibuni alithibitisha wazi kuwa yuko tayari kumkamata Netanyahu akisema ndiyo. Taarifa hii inaweka msimamo wa Canada mbali na ule wa Marekani ambayo si mwanachama wa ICC na imeikosoa hatua ya mahakama hiyo. Lakini mshauri wa kisiasa wa Netanyahu Ofir Fak alikosoa vikali kauli ya Carney akisema anasaliti Israel na anapaswa kurejesha sera yake ya kuipendezesha ugaidi. Lakini hatari ya usafiri, kauli kama hizi kutoka nchi wanachama wa ICC zinalazimisha Netanyahu kuepuka kusafiri kwenda nchi yoyote ambayo inaweza kutekeleza hatua hiyo ama hati hiyo ambayo imetolewa, na hivyo kupunguza uwezo wake wa kidiplomasia duniani. Msimamo wa Canada unasisitiza ahadi yake ya kudumisha sheria ya kimataifa hata katika matukio yenye utata mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia. Sasa swali ambalo linabaki ni je, unadhani nchi zaidi wanachama wa ICC zitatoa matamko ya wazi kama haya kufuatia hatua ya Canada? Nadhani hili ndio swali ambalo linabakia na watu wengi watatamani kuweza kujua. Ngoja tuendelee kusubiria tuone kama mataifa mengine pia yataunga mkono hili ambalo Canada limeweza kulitoa kwa hivi sasa.